تابعا لسنة العدنان بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الله. Kabla tuingie katika darasa la leo ambalo ni isti'aratun tamthiliya, sio? Tufanye muraja wa darasa lililopita kisha tuangalie tamrini kama 3 hivi kisha tuendelee inshallah. Sawa? Darasa lililopita tulizungumzia murashaha, mujarrada na mutlaqa. Hii ni anwaa ya isti'ara ambayo kwamba inadili na ile jumla ambayo kwamba baada ya kukamilika isti'ara na karina yake, je, ile jumla inarudi katika mushabbaha ama mushabbaha bihi ama irudi kwa chochote? Tukasema lao ikirudi katika mushabbaha bihi inaitwa murashaha, sio? Ikirudi katika mushabbaha inaitwa mujarrada. Haijarudi katika mushabbaha wala mushabbaha bihi tunaita mutlaqa. Ama lao ikarudi katika zote pia tunaita mutlaqa. Kivipi? Tukatoa mfano, mathalan Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika alladhina ishtaraw dhalalata bilhuda. Kuna isti'ara hapa katika kalimatu adh-dhalala wal huda, imefananishwa kama asila, kama bidhaa, wale waliobadilisha uongofu kwa upotevu, kama vile wamenunua bidhaa isiyokuwa sahihi, sio? Tukasema sila ndo mushabbah, dhalal na al-huda ndo mushabbah bihi, ikaondoshwa mushabbah ikabaki mushabbah bihi, kwa hiyo ni isti'aratun makniya. Kisha aya inamalizikia vipi? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hiyo fama rabihat tijara inaendana na dhalala, inaendana na sil'a, inarudi katika mushabbah. Fahamiana namna hii. Ukija katika kitu ambacho kinarudi katika mushabbaha, mathalan tukatoa mfano tukasema tukatoa mfano gani? Yu'adduna tahiyata min ba'id ila qamarin min al-iwani badi, sio? Wanasalimia qamar, lakini qamar hapo inaopendelewa ni yule anayesifiwa, anasifiwa kama qamar katika kung'ara, katika kuwa juu, katika manzila, sio kama vile ni rais yani. Lakini sisi tunakwambia mwezi usalimii, kwamba hapo kuna isti'aratun gani? Tasrihiyya, sio? Kisha kaondosha mushabbah ikabakisha mushabbah bihi, kwa hiyo tasrihiyya, na kalima hapo ni jamid, kwa hiyo ni asliya. Kisha ukiangalia ile jumla sasa, ile jumla inomalizikia minal iwani badi inafungamana nani? Minal iwani badi, katika baraza inakaa mwezi hakika kama anakaa yule mwezi ambaye amesifiwa yule rais, kwa hiyo inafungana mushabbah. Tunahitaji hapo mujarrada. Wazi? Mutlaqa isirudi kitu chochote. Falamma taha alma'u hamalnakum fil jari, sio? Tukisema kwa nini kuna isti'ara? Kwa maana taha ni fi'li inatumika kwa mtu, sawa? Mtu kuvuka mipaka, kwa maana wale wakaitwa tawhid, sio? Umevuka mipaka kutoka haki. Sasa maji hizi kuvuka mipaka, kwa hiyo imefananishwa kuzidi kwa maji kama kuvuka kwa mipaka, sawa? Kisha ikaondoshwa kuzidi kwa maji ukaitwa kalimatu taha. Kwa hiyo isti'ara gani? Isti'ara gani? Imeondoshwa kuzidi kwa maji ikaitwa taha, tughyan. Kwa hapo ni isti'ara gani? Makniya, kwamba imeondoshwa mushabbah bihi, sio? Kwa sababu karina ni alma, maji, sawa? Kisha jumla aya inamalizia vipi? Wa hamalnakum fil jariya, sio? Inafungamana mushabbah, mushabbah bihi haifungamana na chochote, basi tunakwambia ni mutlaqa, sawa? Na tuangalie hizi tamrini hapo. Tamrini ya kwanza anasema ajri mshewa kurasa 88 anasema بين نوع كل استعارة فيما يأتي وعين الترشيح الذي بها. يعني بينيش نوع سمقولي استعارة kisha ubainishe ni murasha katika neno gani.
kama mshakwambia ni zote zitakuwa ni tarshih murashaha, kwa hiyo tutambainishia ile kalima tarshih kwa. Nasema qala as-Sariy ar-Rafa وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا كأن سطور السرو حسنا سطورا. وقد كتبت أيدي imeandika ile mikono الربيع. ربيع ni fasli katika fusul. Tunahitaji fasli rabi, yani rabi kwa kama ile misimu, kuna kiangazi, kuna kifungwe, kuna nini, mimi zinachanganyaga wallahi. Sasa rabi ni miongoni mwa hiyo misimu, sawa. Sasa nasema wakati katabat aidi rabi, imeandika ile mikono ya rabi, yani ya ile ya nini, ya ile kiangazi mathalan ama kifungo katika ile misimu, sahaifan katika suhuf, katika karatasi tuseme, ama suhuf ama ubao, kaanna sutur as-sarwi, kama vile ile sutur ni nini? Sutur ni pale panapoandikwa, si ndio? Yani ile sehemu iliyoandikwa pale, sawa. Kaanna sutur as-sarwi, as-sarwi ni ile mikono ya wakulima, sawa. Husnan suturuha, sawa. Husnan suturuha, husnan hapo ni tamyiz, lakini imetenganishwa baina ya ismu inna na habari yake. Ilikuwa ni vipi? Kaanna sutura as-sarwi suturuha husnan, kwa husnan tamyiz. Kwa hiyo tutaulizana sisi hapa kwamba je, zile fusuli na mkono inaweza kuandika? Haiwezi. Kwa hiyo isti'ara katika kalima katika nini? Rabi'. Katika rabi', ndivyo? Katika rabi' imefananishwa na nani? Na mwanadamu. Kwa sababu gani? Qarina, kwa sababu mwanadamu ana mkono, sawa. Sasa ile iliondoshwa ni mwanadamu, ndivyo? Iliondoshwa ni mwanadamu, ikabakishwa rabi'. Kwa hiyo tutakwambia ni isti'ara gani? Bila iliondoshwa ni mshabbah bihi, sio? Kwa itakuwa ni makni. Mshabbah bihi na muondoshwa, imebaki shay bila wasini ambapo ni aidi. Kwa hiyo ni makniya, sawa. Pia tupitishie ile asli na mujarrad. Ar-rabi' ni mushtaq na manjami, ni jami, kwa hiyo itakuwa ni asliya, sawa. Tumemalizana mpaka hapo. Qad katabat aidi ar-rabi' sahaifan, sawa. Kalima sahaif, kalima sahaif inaendana na nini? Inaendana na zile viangazi, zile misimu ama na mwanadamu? Inaendana sulfu, yani ule ubao mwanadamu anakuwa nao na wanaandika juu yake, sio? Inaendana na mwanadamu, na mwanadamu tulisema ni nani? Ni mushabbah bihi. Kwa hiyo tunaambia ni murashah. Hii sahaif inarudi kwa nani? Kwa mwanadamu yule ambaye ni mushabbah, ambaye ameondoshwa. Wazi mzee, wazi. Wakati katabat aidi ar-rabi' sahaifan kaana sutura, maana vipi mfamika ile maana inakusudiwa? Kama sisi tumefasiri, sio? Kaana sutura mithla, yani imefika wakati na kiangazi na wakati wa jua nadhani, sio? Kisha wakati wa mvua naitwaje wote? masika. Sasa wakati wa masika ukija, bustani zinakuwa vipi? Nzuri. Kijani kinadhihiri, miti inaota. Sasa kule kudhihiri kwake kama vile mwanadamu ameandika katika ubao. Ndio maana kwamba namna ni masika anapokuja, mvua zikinyesha, bustani zinameremeta, ukijani unameremeta, miti inaota, na ndio maana ndio. Sawa? Kisha anasema pili, idha maddahu jarra ala unasin kalakilahu anafa bi akharina. Sawa? Idha maddahu, idha mujiyati rab, idha maddahu ni dharf. Idha maddahu Muhammad, idha gani? Idha. Naam. ظرف. Naam, sawa. Dharfu lima na zamani, sawa. Ima zaida, sawa. Ikiandikwa ndio kwenye haithu utakuta haithuma inaunganishwa, sawa. Ainama, sasa idha huwa inatenganishwa na ma. Idha ma, kwa hiyo ni zaida, sawa. Na ile ad-dahr siku zote huwa inarudiwa vipi? Idha shamsu uwirat, shamsu taribu vipi? فاعل بفعل محذوف، sawa. Lazima uwe fa'il بفعل محذوف دل عليه ile jumla inayokuja ile jumla. Idha shamsu, yani takdir ni hivi, idha shams idha kuwirat ash-shams kuwirat,
Sisi tumefahamiana? Naam. Tunapiga kote kote. Wa idha madahru jarra ala unasi. Dahru nini? Zama. Sio? Zama zinapokuja ama zinapopita katika watu, sawa? Kalakila nini? Kalakila ni kile kifua cha ngamia. Ngamia kilala analala vipi? Anaeka mikono kisha kile kifua kinakuwa chini, sawa? Sasa imefananishwa namna zama zinapokuja kama kile kifua cha ngamia anapoweka chini. Anafa ni kile kikao cha ngamia kwenyewe. Uwezo ukasema simba anafa. Hii fi'li ni haswa kwa ngamia. Anafa bi maana si ngamia ni keti. Sawa? Kwa kule miguu na kufanyaje. Kwa anafa bi akharina kwamba ile zama pia inaenda kuketi kwa watu wengine. Sawa? Maana bidii kwamba namna tunapopita leo tutapata na mashaki, leo tutapata na misiba, lakini ile misiba kesho yake itaenda kwa watu wengine. Umeona? Ndio akasema idha madahu zama zinapokuja jarra ala unasi itapita kwa watu kalakila ile kifua kile anafa bi akharina pia tena kuketi kwa wengine. Kwa hiyo tutamwambia isti'ara katika kalima gani? Idha madahu jarra ala unasi kalakila anafa bi akharina. Tutamwambiaje hapo? Naam? Anafa pia kuna isti'ara, lakini kabla ya anafa idha madahu jarra ala unasi, hapo kama vile hakuna, sio? Kalakila. Je, zile zama zina kifua? Zama zina kifua. Kwa hiyo zimefananishwa zile zama na nani? Na kifua cha ngamia. Umeona? Kwa hiyo zile zama kama vile kifua chake ama mdungule kuketi kwake kafananishwa kama na kifua, kwa hiyo kalakila ndio kuna isti'ara. Umeona? Sasa ukiangalia mushabbah ni nani? Mushabbah ni kalaki, mushabbah bihi ngamia. Ndio kwa ile istiara gani? Makniya. Kisha tumalizie jumla nasema anafa bi akharina. Anafa bi akharina. Anafa tumesema ni mkao na ngamia. Kwa hiyo inaendana na nini? Na ngamia ambayo mushabbah bihi aliondoshwa kwa nini? Murashaha. Wazi hujja. Na tumalizia mwisho. Hizi zingine tutapitia wenyewe. Kisha ukipata mushkile tufuatane, maana tukifanya zote pia time inakwenda. Ama mnaonaje? Rai yenu si hizi tatu pia zitakuwa zinatosha, zingine najua mfuatilie lakini Wenye anafa naam? Wenye anafa maelezo sio tafsiri maelezo yake. Anafa utaweza kufananisha anafa kama buketi. Anafa si kikao cha nini? Changamia. Sasa ufananishe zile zama zinapokuja al-usul. Kwa hiyo kaondoshwa al-usul ikafananishwa kama na anafa. Kwa hiyo itakuwa istiara gani? Itakuwa tasrihia. Ndio, itakuwa nini? Tasrihia. Maana ukipata makniya hii karina yake lazima itapita tasrihia. Ndio? Simefahamika? Kisha qala al-Mutanabbi fi dhambi Kafur. Unajua Kafur tushamuelezea alikuwa ni mtumwa mpaka kaenda kuwa nani? Kiongozi. Sawa? Mutanabbi alikuwa anamshikia sana. Au Kafur alikuwa na kama sisi mashallah, yani katika jamii ya Afrika. Asema namat awatir Misri an tha'alibiha wa qad yashimna wa ma tafna al-anaqil. Sawa? Misri ni mamnuu min as-sarf, lakini hapa imefanya tanwin. Sawa? Basi anakuambia ukiona Misri imefanya tanwin basi ujue inakusudiwa mji katika mji hata Misri. Ukisema Misri ni moja katika miji. Sijui unafahamiana? Yani Lamu utaweza ukaita Misri, Shell utaweza ukaita Misri, yani ni mji pia. Kama unaposema balad si mji. Misri pia ni mji. Lakini ukisema Misri ni ule mji ambao tunakusudia si ule wa Arabu, Egypt. Misri bila ya tanwin. Unaona? Kwa anasema Nawatir ni ule mlinda bustani. Amelala yule mlinda bustani. Nawatir Misri, yani mlinda bustani wa Misri an tha'alibiha, yani kutokamana na kuwachunga wale tha'alabu kwa fasiri na ujumbe ni vicheche. Sawa? Mbweha sio? Wale ndio vicheche sio mbweha.
kwamba amelala wale Thalabu wakafanyaje, wakaingia katika bustani, kaona linda kisha unalala, kina matokeo yake nini? Wale lusus wanaingia. Waqad yashinna fa'ilna wakashiba, kina nani wameshiba? Taalim. Waqad yashinna wa matafna al-anaqid, yani wameshiba hajakula zile anaqid jamii ya unqud. Unqud ni zabibu, sinakuwa na ndizi tunasema ni mkungu wa ndizi. Zabibu kwa Kiswahili sasa kile yani kile kimkungu cha zabibu ya tuseme maana hivi kwamba kwa fasiri ya kuadhiria kwamba amelala na bustani wa Misri, wale Thalabu wakaingia katika bustani wakala zile unkudi wakashiba, na hali ya kuwa zile zabibu hazijaishi. Yaani wameshiba lakini bado zile zabibu hazifanyaje? Hazijaishi. Maana yake za hakika kwamba si amesema dhambi kafur, si ndio kiongozi, kwamba huyu kafur amelala, angalie mambo ya baladi yake, ya mji wake. Mpaka wale waizi wanaingia katika mji, wanaiba, wanachukua khairi za mji, wanaondoka, na hali ya kuwa zile khairi haziishi katika ule. Nimefahamia? Anasema nama tunamwambia Misri an ta'alibi. Sawa? Kwa hiyo kama waqad yashimna wa matafna al-aqil, tutapitisha wapi? Tafsiri yako ni isti'ara. Tafsiri wapi? Waqad yashimna hali ya kuwa wakashiba, ni kule kushiba sana. Sawa? Na hii sana kwa watoto, mtoto anakula mpaka akilala. Hii ndio ile yashimna ni kule kushiba sana. Sawa? Kisha anasema beti zimefahamika rijal, lakini maana inakusudiwa sasa hapo istiara. Yaani unatakiwa sasa hivi ile thaqafa tayari tumeshapeana, ukiangalia tu beti ama ukitana na beti yote unajua hapo kuna istiara, hapa kuna tashbihi. Utofauti wa tashbihi na istiara ni nini rijal? Hii ni muhimu rijal. Utofauti wa tashbihi na istiara, istiara ni katika aina ya tashbihi, lakini hudhifa ahadu tarafai. Sisi tunafahamu ukisema istiara, mushabbah ni kitu gani? Ulete mushabbah na mushabbah bihi na wajhu shaba. Tukasema waweza kuondosha wajhu shaba ina adatu, haina mashaka, ikabaki nini? Tarafu mbili nini? Mushabbah na mushabbah bihi, zile utaki kuondosha. Sasa lao ukiondosha moja tu ndo tunaita istiara. Ukiondosha mushabbaha ukabakisha mushabbah bihi, si ndivyo? Nakwambia istiara gani? Ndio hiki na siku tunaimba kwamba ni istiara, ni kwamba ni tashbihi lakini hudhifa ahadu tarafai, yani kumeondoshwa moja zile ngome zake. Sinifahamiana kwamba tumeondosha mushabbah tukabakisha mushabbah bihi, kwa hiyo kuna kitu kinachojulisha. Fahamiana? Zinafanana huku na huku. Hata leo tunasoma tashbihu tamthil, na kule isti'aratun tamthil, na nyuma tulisoma tashbihu tamthil. Usipojua tofauti utachanganyikiwa. Fahamiana? Naam. Adhunnu tuingia darasa leo sasa, si ndivyo? Ama kuna mushkil? Tashbihu tamthil tulisemaje? Tashbihu tamthil, tashbihi sunafananisha kitu na kitu katika sehemu fulani, katika sifa fulani. Zaidun kal asadi fi shajaa, si ndivyo? Tashbihu tamthili tulisema unafananisha sura, unafananisha na sura nyingine, si ndivyo? Tukasema yahuzul jayshu haula janibaihi kama nafdhat janahaiha al-uqab. Nakumbuka mfano kwamba lile jeshi linavyotingisika katika kupambana kama vile ambavyo ndege anavyotikisa ile mabawa yake. Kwa hiyo ni tashbihi, tumefananisha sura kwa sura. Sasa leo tunahamishia hii mfano katika tashbihu ama isti'aratu tamthilia. Tuwe makini ili tufahamiane ile darasa. Kuna kitu katika Kiswahili wanaita misemo ya wahenga. Tushasikia? Misemo ya wahenga. Mtu akisema asiyesikia la mkuu huvunjika mguu, maana yake ni asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Si mshawasikia msemo? Maana yake ni nini sasa? Tusiogope, tushirikiane.
Baadaye ndo unaona tumepata ile picha sasa kwamba kuna misemo imewekwa inamaanishwa katika sehemu fulani. Fahamia pia Waarabu wana thakafa hiyo. Yaani wanaleta neno lakini lile neno maana yake ni kubwa. Mathalan kuna msemo mwingine utasikia samaki mkunje ungali mbichi, akikunjika akisha kauka hakunjiki, si ndivyo? Maana yake ni gani? Maana ya kihalisia ni kwamba mtoto utakapomlea na ukanelea, si ndivyo, hujafundisha vitu fulani, basi baadaye kafika ukaanza kumkataza hata hatokatiziki. Sisi tumefahamia rejea. Tumefahamika? Sasa ndio isti'ara tamthilia. Isti'ara tamthilia ni tunachukua sura fulani, fahamia, tunaifananisha na sura fulani, lakini alaka yake ni ya mushabaha daima. Katika tashbihu tamthil alaka yake inaweza ikawa ni halia na lafdhia, lakini hapa katika isti'aratun lazima alaka yake ni nini? Mushabah. Tunajua mushabah hichi tunafananisha na hichi. Fahamia? Mathalan katika msemo wa Kiarabu, Ali alisikika akisema ukiltu yawma ukila thawrul ahmar. Tushosikia msemo ukiltu yawma ukila thawrul ahmar, yani nimeuliwa siku aliouliwa ng'ombe gani? Ng'ombe mwekundu. Fahamia? Katika kisa wanasema kulikuwa kuna ng'ombe sampuli 3, kuna mweusi, kuna mweupe na kuna mwekundu. Na simba alikuwa anataka kufanyaje? Kula mmoja wao. Sasa watu wakiwa jamaa ama wakiwa pamoja hawezi kula mmoja hapo, maana wataweza wakamvamia wakamuua ile simba. Sasa namna alivyofanya hila ama ujanja, akamfuata ng'ombe mwekundu na mweusi, akamwambia huyu mweupe rangi yake inang'aa sana, kwa hiyo hata tukiwa msituni tunaonekana na maadui, kwa hiyo acheni mle huyu mweupe. Fahamia? Basi wale wenzako wakakubali. Wakawa wamebaki wangapi? Wawili. Siku amesikia njaa tena simba akamfuata ng'ombe wa mwekundu, akamwambia mimi na wewe rangi zetu zinafanana, waonaje nimmalize huyu mweusi ili nibaki mimi na wewe ambao tunafanana? Mwekundu akakubali. Sasa ameshamuua mweusi, amebaki mmoja, na yule mmoja hakuna shida, akimfuata kumuua ni rahisi. Fahamia? Sasa ndio maana akasema ukiltu yauma ukila thawrul ahmar, yani ile siku ameuliwa mweupe ndo sababu ya mimi leo kufa. Huu mfano teza tukaingiza katika asiri yetu hata sasa hivi. Iraq ndo dola ya kwanza kuvamiwa ama kuanza kuingizwa hizi fikra za Kiyahudi na nini, maana dola zote za Kiislamu zilikuwa pamoja. Baada ya kuingia kwa Iraq, Syria kaanza kunenili, leo paka Palestina hakuna umoja. Kuna Mwarabu anaongea ama dola ya Kiislamu anaongea, kila mtu anapambana kivyake. Sasa mfano upi utaweza kaingia? Sijui mfahamiana maelezo. Sasa tusome mifano itaweza ikawa wazi zaidi. Darasa rahisi la leo. Tumeshaona al-isti'aratu tamthiliya. Anasema musannif rahimahullah ta'ala, al-amthila 'ada as-sayf ila qirabihi wa halla al-laythu mani'a aghabihi. Ada ni kurudi, yani ada saifu, ile panga imerudi, ila qirabi, katika ile podo. Sisi tunaita podo. Tunaita nini Muhammad ya kuwekea panga ile? Tunaita nini? Kwa fasiri niliyopata mimi ni podo. Podo ni mkuu kama sijakosea, lakini sio ala. Kwa hiyo ila qirabi ni ile ala yenyewe kuwekea ule upanga. Sasa ndivyo imeweza ikawa kwa mkononi ama kiunoni ama huko nyuma. Sasa panga limerudi katika sehemu yake, si ndivyo? Kisha anasema mahalla al-laythu mani'a ghabihi. Halla ni kule kushuka ama kufika, na yule simba amerudi katika ghaba yake, katika msitu wake. Mani'a ni ile sehemu anayoihtama, yani amerudi nyumbani kwake ambako kwamba anaweza kupata himaya, kupata ulinzi. Wewe ukiwa hapa na ukiwa Tanzania mathalan, wale wa Tanzania wapi unakuwa na amani zaidi? Tanzania, si ndivyo? Kwa maana ni nyumbani. Ndio mfano kama huo. Sasa akatuandikia tafsiri hapo mbele. Limujahidin aada ila watanihi baada safari. Kwa yule alienda kujihadi kisha akarudi nyumbani kwake, msemo tunaweza tukamwambia, yani aada saifu ila qirabihi wa halla layth mani'a ghabihi. Sisi pia tuko katika jihadi, tunatafuta ilmu.
Sio ukishamaliza ukirudi kwenu wazazi wako wataweza kusema umsema ada saifi la qirabi wa halal layth man yaqabi, kwamba simba amerudi bomani na ile panga imerudi sehemu yake. Umefahamiana msemo kama huo? Kisha kuna huyu mwingine Mutanabi, tunamjua, mmoja katika washawarai wakubwa, lakini kama tunavyojua hata maneno yako mazuri kivipi ukosi hasad, ukosi maadui. Mfahamiana? Sasa katika shairi zake kuna watu walikuwa wanapenda sana kumvamia ama kutia aibu mashairi zake. Wajua aliwajibuja akamwambia waman yakudha famin murrin maridhi, sawa, yoyote ambao kwamba ule mdomo wake una maradhi ya uchungu. Fahamiana? Tunajua ugonjwa, yani mdomo unakuwa mchungu. Ugonjwa gani? Kuna nyongo ile shani ni nyongo, ile nyongo pia hata ukile kitu gani kitamu ukiona kichungu. Sasa anasema man yakudha famin murrin maridhi, kila ambaye yuko na ugonjwa wa uchungu katika mdomo wake, yajidu murran, atapata uchungu bihi, kutokana na huo mdomo wake, almau azulala, hata kama maji yakawa tamu, kutokana na ule mdomo wako ndo mchungu, basi utafanyaje? Utaona uchungu. Fahamiana? Maji ni matamu lakini mdomo wako ndo mchungu. Kwa hiyo anamaanisha mashairi yangu ni mazuri, lakini kwa kuwa wewe huwezi kuelewa ile dhauqi yake, ndo maana uelewe. Ndio akatupa tafsiri akasema liman lam yarzuqu dhauqa li fahmi shi'r ar-ra'i, kwa yule ambaye hakupewa dhauq. Sawa, dhauq tutafsiri vipi? Yani ile nini? Ule utamu. Fahamiana? Ile kufahamu mashairi ambayo kwamba yana uzuri ndani yake. Fahamiana? Naam. Kisha anasema qat'at jahizatu qawla kulli khatib. Hii tumeshasikia sana. Fahamiana? Watu wakiwa wanagombana, huyu anasema hichi, huyu anasema hichi, waweza kutumia mfano kama huu. Qat'at, yani qat'at jahizatu. Jahizatu ni mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa katika jamii ama mji. Sasa kuna moja ya mji ukao umeua kijana wa tuseme kijiji kingine, na unajua kisasi kwamba wanataka warudishe kisasi kwa hawa. Kwa hiyo wakawa wanashauriana kwamba ima tulipwe dia ama tufanyaje, ama tumuue. Kwa hiyo wakaona kumetokea ikhtilafu. Hao wanasema tunataka tumuue, hao wanasema tunataka fidia. Fahamiana? Sasa akaja huyu mwanamke akasema yule aliyemuua, kwa maana yule aliyemuua alikuwa amekimbia, kwa hiyo ndio maana mshike alikuwa umetokea. Huyu mwanamke alipokuja akasema yule muuaji ameuliwa, yule muuaji ameuliwa. Kwa hiyo ikawa imefarakanisha kule midomo ama kutofautiana. Ndio anasema qat'at jahizatun, yani huyu jahiza amekata qawla kulli khatibin, kila kauli ya mwenye kuzungumza. Fahamiana? Mfano unaweza tukaingiza wewe na Ramu ukawa unabishana katika irabu, mimi nasema huyu ni fa'il, mimi ni maf'ul, mkamfuata ustazi akamwambia huyu ni mathalan ni maf'ulun bihi, kila mtu atakinaika, si ndivyo? Sasa anasema liman yati bil qawli al fasil, kwa kila mtu ambaye kwamba atakuja na kauli yenye kupambanua. Sijui imefahamika? Naam. Al-bahthu anasema hinama aada ar-rajul al-amil, zama aliporudi yule rajul ama bwana ambaye kwamba anafanya kazi ila watanihi, katika mji wake, lam yaud saifun haqiqiyya ila qirabi, so kwamba tunakusudia kwamba saifu imerudi katika ile ala yake kihakika. Walam yazal asadun haqiqiyya arinahu, sawa, wala sio kwamba yule asadi amerudi katika nini, katika ile himaya yake, sawa, ama yale malazi yake. Wa idhan kullu tartibi min hadhaini lam yusta'mal fi haqiqati, hizi tarkibi mbili zote, ada saifi la qirabihi wa halal layth mani'a khabihi, zote sio katika hakika yake. Fayakunu isti'maluhu fi audati ar-rajuli al-amili, kwa sababu tumetumia auda ar-rajuli, kule kurudi kwa yule bwana al-amili ambaye ametoka kufanya kazi ama ni jihadi, ila baladihi, katika mji wake, majazan, inakuwa nini? Majazi. Wal qarinatu haliya, na ile qarina nini? Ni haliya. Naam, mwanzo nilisema ni qarina inakuwa nini? Naam, qarina daima inakuwa nini? Ni haliya. Alaqa inakuwa ni mushabaha, sawa. Fama al-alaqatu baina al-halayn, alaqa inatufanya sisi tufananishe huyu mtu alienda kwenda jihadi akarudi katika mji wake na kurudi kwa panga, kinachotufanya sisi tufananishe nini? Nasema al-halayn hapo nini? Ya tara
alhalaini ala tara itakuwa sio فما العلاقة بين الحالين يا ترى huko pia ni huko فما العلاقة بين الحالين يا ترى حال الرجوع الغيب إلى وطنه ya ile hali ya kurudi nini algharib ila watanihi yule aliyesafiri akarudi katika mji wake wa hala rujui saufi ila qirabihi na kule kurudi kwa panga katika ala yake alaqatul mushabah ile alaka ni ya kufananisha tupo fa inna hala ar-rajuli alladhi nazaha hakika kule kurudi hala tumesema kule kurudi ama kurejea alladhi nazaha ambaye alikuwa mbali bauda anil awtani katika miji amilan akifanya kazi mujiddan madhiyan fil umur akifanya jitihada katika mambo thumma rujuahu ila watanihi baada tulil kaddi tena kisha akarudi katika ule mji wake baada ya kufanyaje ya kujipinda tushbihu hala sayf alladhi ustulla lilharbi inafananishwa na hali ya panga linapochomolewa kwa ajili ya vita waljidadu hata idha dhafira mpaka katika yani panga linapochomolewa unapotumiwa katika kupambana hata idha dhafira mpaka kupata ushindi faul sio bin nasri ada ila khildi inarudi katika ile ala yake ومثل ذلك يقال في وحل الليث من يعخابي na mfano wa maneno haya utaweza kusema katika halla al-layth man ya'khabi kisha nasema wa baitul mutanabbi yadullu wad'uhu al-haqiqi ibita na mutanabbi pia itaweza kujulisha kuwekwa kwake kwa uhakika ala anna al-maridh kwa sababu maridh alladhi yusabu bimararatin fi famihi ambaye ameonjwa kwa uchungu katika mdomo wake idha shariba almaa alghazba akinywa maji ambayo kwamba ni matamu wajadahu murra maji ni matamu lakini anaona nini machungu walakinahu lam yasta'miluhu fi hadha almaa lakini maana hii mutanabbi hakuikusudia yeye kama hii bali istamalahu fi man yuibuna shi'rahu isipokuwa yeye ameitumia maana hii kama vile kwa wale watu ambao wanaitia aibu yale mashairi yake liaibin fi dhawqihim ash-shi'r kwa sababu hawana ile dhauku ya kimashairi wa dha'fu fi idrakihim al-adabi na ule kudhoofika kwa kutambua mashairi ama al-adabi kwa mashairi yenyewe asema fa hadha tarkibu majazun hii jumla yote ni nini majaz kwa yale aliyokusudia mutanabbi qarinatuhu haliya qarina yake ni haliya tunajua qarina kuna haliya na lafdhia sio sasa qarina za isti'ara tanfia daima ni haliya wa alaqatuhu almushabah na alaqa yake ni kufanana walmushabbah huna na kule kufanana ni kupi na kupi hala almulaina ni wale wenye kupenda almulaina ni wale wenye kupenda zaidi yani hubbi zaidi bidhammihi ni wale wenye kupenda kumtukana mutanabbi walmushabbah bihi na wakafananishwa na hali gani hali almaridh kwa hali ya mgonjwa alladhi yajidu almaa azulala murra kwa yule mgonjwa ambaye kwamba maji ni matamu lakini anaona nini machungu kwa huko Kenya tuseme malama wanasema maji tamu lakini hakuna maji tamu maji kisha mingine tutaita maji ya chumvi si hivyo maana maji sidhani kama ana ladha sio lakini katika tofautisha huko tumesikia wanasema maji tamu maana maji tamu pia wanakusudia juisi sasa nyingine si hivyo maji tamu nisikia wazimia akisema maji tamu basi nalitoa juisi ni Kiswahili kisha asema walmuthalu thalith mfano wa tatu anasema mathalun arabi ni mfano wa Mwarabu asluhu anna qauman ijtama'u ndio anatuhadithia kwamba asili yake kwamba ni qaumu ama kijiji ijtama'u litashawur walikusanyika kushauriana walikhitabati fi sulhi na kutafuta sulhi baina hayyain baina makabila mawili sawa رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر أسمعتي قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر kwamba kijiji kimoja ama kabila lingine limemuua mtu katika kabila lingine sasa wakawa wanatafuta sulhu wa innahum lakadhalika idha nini na wa innahum lakadhalika hali yakuwa katika kubishana idha hapa lifujaia
akatokea nani? Bijariyatun, kijakazi, tud'a jina lake Jahizatan ama Jahiza, anaitwa Jahiza. Akbarat faambaathum, kisha akawapa habari anna awliya almaqtuli dhafiru, kwamba wale familia ya waliouliwa mtu wao wameshinda, bilqatil faqataluhu, kwamba yule aliyeua akauliwa. Kwa hiyo mnakasha kwa umeisha. Faqala qailuhu, akasema mmoja katika wale watu, qata'at Jahizatu qawla kulli khatib, umsemo tangia hapo ndo kachukuliwa kwamba lao watu kibishana, akaja mtu akatoa kauli yenye kufasilisha ugomvi, basi unaweza kutumia msemo kama huu. Wa huwa tarkibu yutamathalu bihi fi kulli mawtin, ni msemo ambao utaweza kuutumia katika kila mawtin, yuta fihi bil qawl al fasli, utakuja na maneno yenye kufasilisha. Anasema sasa, fa anta tara, wewe huoni kwamba fi kulli mithali min al-amthilati sabiqa, katika mifano yote iliyopita, anna tarkiban, katika hii mipandamano ama hizi jumla, ustu'mila fi ghairi ma'naha al-haqiqi, haijatumiwa katika maana yake haqiqi, wa anna al-alaqat baina ma'nahu al-majazi wa ma'nahu al-haqiqi hiya al-mushabah, alaqa ya maana ya majaz na haqiqi nini? Almushabah. Wa kullu tarkibin min hadha an-naw' yusamma, na kila mifano kama hii inaitwa isti'aratun tamthiliyya. Alqaida al-isti'aratu tamthiliyya ni gani? Tarkibu ni jumla ama ni tarkibu ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu, ni jumla ambayo imewekwa katika sehemu lialaqatin, kutokana na alaqa almushabaha ya kufanana, ma qarinatin, lakini kupatikana qarinatin mani'atin min iradati ma'nahu al-asli, ambayo inatuzuia sisi kutalikisha ile maana ya haqiqi. Wazi rijal? Naam. Naam, dhafiru, kushinda, dhafiru. Sawa, kuna namuudhaji mbili hapa, kisha tamrini tutafanya hisa inayokuja inshallah. Sasa hivi mimi nawaelezea, kisha nyinyi mnanipa mfano wa tutaweza tukaweka katika mawqi. Anasema min amthila al-arab qabla ar-rima tumla al-kana'ir, kabla kurusha mshale lazima ujaze kwanza podo. Ndivyo? Yani kabla kurusha mishale lazima ile podo yako ile kidude cha kuwekea mishale kile kimejaa. Uweze kurusha mshale mmoja kisha utakuwa vipi? Miana. Kwa hiyo mfano kama wote tutaweka katika mawqi gani? Pia inaweza kaingia Muhammad anataka aoe afu ana pesa, itakuwa vipi? Haiwezi. Tunamwambia kabla tunaweza kumwambia kabla rimau tumla ulkanai. Sisi tunafahamiana kwamba kabla hata hujaoa tengeneza kwanza ile iktisadi, ile uchumi kwanza. Unataka kujenga, yeye ametoa mfano ba idha qultahu liman yuridu binaa, ukimwambia mtu anataka kujenga kisha kabla ayatawafara alayhi almal, anataka ajenge kisha ana pesa, shekhi utajenga kwa khayali. Kwa hiyo utaweza kutumia msemo kama huu. Mwingine anasema anta tarqumu ala alma, hata msemo wa Kiswahili pia upo, unaona tonga maji katika kilo, sio? Sasa hii ni unachora katika maji, tarqumu ni kule kuchora maji kwenye maji unachora, lakini haibaki, sio? Kwa hiyo mfano tunaweza kuingiza katika nini Muhammad? Au siangalia kitabu nataka wako, yani mtu anachora katika maji, faida yake nini? Yani mfano wake. Teza mauqi kama hama msemo kama huu teza tukaweka katika sehemu gani? Ni kama vile mtu ana pesa siangalie kwa Kiswahili pia tunasema waona tuangia maji kwenye kinu, maana yake kwamba ikiwa unafanya kitu ambacho kina faida, yani ile faida yake ibaki, basi unaweza kutumia mfano kama huu. Fahamiana? Ama wampigia mbuzi gitaa, chosikia wampigia mbuzi gitaa, bimaana labda unawaambia watu ambao kwamba hawasikii, umeshawakataza sawa na sasa. Yeye ametoa mfano, anasema idha qultahu, msemo ukiwa unamwambia mtu liman yalihu, yule mtu ambaye anafanya tikrar, yalihu ni kufanya tikrar, yani kurudia, fi sha'nin la yumkinu alhusulu minhu ala
ghayatin. Mathalan mimi nataka kutoa tafsiri ya Qur'an, nataka nifasiri Qur'ani na sijasoma nahwu wala balagha. Uwezo kaniambia hata umsemo anta tarkum fil ma. Wewe unataka kutoa fatwa hujasoma fiqh. Sawa, mfano kama huu utaingia. Subhanakallahumma wa bihamdih nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hii tamrini ya kwanza itakuwa wajibu inshallah, tukija tutapitia kisha tuingie katika majazul mursal bi mashiatillah. Wiki inayokuja tunamalizia kinaya na majazul mursal kisha tuingie katika ilmul ma'ani. Allah tupe siha na afya inshallah.